kuhusiana na uwepo wa kambi ya madaktari bingwa na bingwa bobezi kwa nyanda hizi za juu kusini ambayo itafanyika hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya. Tukizingatia kwamba Watanzania wanahitaji huduma mbalimbali za matibabu au za afya ambazo mara nyingine inaweza ikawa ni ngumu kuzifikia. Sasa kambi hizi zipo ili kuweza kuwasaidia Watanzania wenye changamoto mbalimbali za kiafya ambazo zitakuwa zinapatikana kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9. Katika kambi hii tunategemea kwamba kutakuwa na madaktari bingwa wa macho, madaktari bingwa na bingwa bobezi wa magonjwa ya moyo, madaktari bingwa wa upasuaji wa mifumo ya mkojo, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani kwa maana internal medicine, madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, madaktari bingwa wa magonjwa ya akili na mengineyo mengi tu ambayo tumekuwa tukiarusha kwenye vipeperushi mbalimbali. Hii pia ni fursa ya kuweza kuishukuru serikali kwa sababu serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya. Kwenye hospitali za rufaa za mikoa tunakumbuka kwamba hatukuwa na uwezo wa kufanya CT scan. Hivi sasa tunao uwezo wa kufanya vipimo vya CT scan na vipimo vingine vingi vya maabara ambavyo katika kambi hii pia vitakuwa vinapatikana. Hivyo ni fursa kwa wananchi kuweza kujua changamoto mbalimbali kupitia vipimo hivi na vile vile kuweza kupata matibabu. Kwa baada ya hapo manake sasa serikali imesha facilitate wale madaktari kuja hapa. Kwa hiyo serikali imeshawalipa wale madaktari ambao watakuja hapa badala ya mwananchi kumfuata yeye daktari kule. Ina hela kidogo lakini hapa kuna utaratibu wake. Sisi kama hospitali za serikali sio kwamba sisi tunabezi kwenye money oriented, hapana. Ila sisi hapa kuna utaratibu. Yule ambaye hana uwezo, sisi kuna utaratibu ambao utafuata, ambao ana vigezo vyake. Yaani kuna vigezo ambao mwongozo umeshatoa serikali. Kwa hiyo ndio ambao tutaenda nao kama kawaida hospitali inavyo paleti za kila siku. Tunayo furaha kubwa kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa aliyofanya katika sekta ya afya. Ameboresha sana huduma hiyo na kama mnavyoona leo mkoa wa Mbeya kwa kumbukumbu zangu ni awamu ya 3 tunaendelea kupokea timu ya madaktari bingwa na bobezi kwa ajili ya kuwahudumia wana Mbeya, wana nyanda za juu kusini na Watanzania. Sasa mganga mkuu hapa amesema kwamba tunayo kambi ya matibabu inayoenda kuanza tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5 ambayo itawahudumia wagonjwa wa matatizo mbalimbali. Sasa nini Daktari Samia Suluhu Hassan amekifanya? Ameona asogeze huduma jirani kwa wananchi ili wananchi waweze kuhudumiwa. Kwa madaktari bingwa wote aliowataja hapa mtaalamu watakuwepo. Rai yangu kwa wananchi wote wa Mbeya na mikoa jirani ya nyanda za juu kusini, naomba tutumie fursa hii. Ni fursa adimu sana. Daktari Samia Suluhu Hassan anapenda. Ameamua huduma hii yote kuisogeza hapa. Ili wewe uliokuwa unapata shida ya nauli ya kutoka hapa kwenda Dar es Salaam ukahangaike kupanga foleni, kupanda gorofa, sasa amesema huduma hii anaileta hapa. Kwa kuanzia tarehe 5 naomba tuhamasishane wananchi wote tujitokeze ili tuweze kuendelea kunemeka na kufurahia. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.